Waziri Mkuu, shikamoo. Jambo bwana. Asante. Pole na shukuri. Mheshimiwa, mimi nina shida kubwa sana kwenye upande wa mali zangu. Mali zangu nizitafuta mimi kabla sijaoa. Hizi mali ambayo ni jengo moja ambalo ni pagara na jengo la pili pagara na jengo lingine ni dogo. Lakini baada ya hapo mke wangu alikimbiaga akiwa na ujauzito ambao sio wa kwangu. Baada ya kukimbia kuondoka akajifanya kama ameenda kusoma shuleni Morogoro. Lakini baada ya kurudi huyu mwanamke, baada ya kwenda mimi kwenye hilo eneo langu ambao ni mapagara matatu ambao na upande wa nyuma kuna eka moja, nikaenda kalima mahindi. Baada ya kulima mahindi nikakuta yale mahindi yameshachimbwa, yaani na maana amelimwa. Baada ya kulima mimi kuja kufuatilia nikakuta ni watu ambao wanatoka halmashauri ya wilaya ya Laela ambao ni Macron Seneda na Rutiko Lazaro. Baada ya kuuliza akasema sisi eneo hili tumeuziwa na mahakama. Baada mimi kufuatilia hizo document nikakuta ni document ambazo zimegushiwa. Maana document original mimi ninazo hapa. Lakini ukiwaambia walete document ambazo nazo wao ni document ambazo zimegushiwa. Alafu vile vile mwenyekiti ambaye alienda kusaini kile kipindi wanaenda kununua lile eneo ni mwenyekiti ambao ni kishoka wa barabarani tu. Na vile vile hata muhuri wamechonga. Kwa sababu mwenyekiti ambaye tuuzia lile eneo akasema mimi ile eneo sijui. Sio mimi. Baada hapo nikamfuata mkuu wa mkoa. Kata gani? Kamiadile. Kata ya Laela. Ni hapa. Nilifuata mkuu wa mkoa nikamueleza na nashukuru mkuu wa mkoa aliagiza watu kuja kufanya uchunguzi huku. Lakini wakasema kwa nini umeenda ngazi kubwa? Yaani ndio nilichoambiwa hicho. Na Kamiadile ndio ninakoambiwa wizi umezidi. Ndio taarifa hiyo. Kwa majengo mangu matatu pale wameshayachukua. Nani ameyachukua? Macron Seneda na Lazaro Rutiko ambao wanafanya kazi ya halmashauri na mwanamke wangu mwenyewe anafanya kazi ya halmashauri hapo. Kwa wameungana wameyachukua. Wameungana wote watatu ndio. Alafu wananitesa wananipeleka nani polisi. Nikienda kufanya kazi kwenye eneo langu. Wako wapi hao? Sijajua wako wapi hapa saizi. Mkurugenzi, watu wako wamechukua maeneo wamechukua mke na eneo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi binafsi ndio nalisikia hapa, lakini bahati nzuri Lazaro Rutiko yupo hapa, yuko idara ya utawala na utumishi, na hakika hata Macron Seneda yupo. Naomba kuwasilisha. Lazaro yuko wapi? Kwa nini mmechukua eneo mkachukua na mke? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo eneo lilitangazwa na mahakama pamoja na nyumba anayoishi kwa mnada. Ilikuwa mwaka 2022 na ilikuwa ni shauri la ndoa. Sasa sisi tulishinda kwenye maeneo ya mapagara. Tukanunua sehemu hiyo mwaka 2022. Shauri la ndoa nyewe mkashindaje? Tulishinda kwenye tenda ya mahakama iliyotangaza kuuza. Kwa hiyo tuliuziwa na mahakama, ambayo nyaraka ambazo tumekabidhiwa kulikuwa na rufaa za mahakama ya wilaya, mahakama ya mwanzo Laela, na hii shauri ilifika mpaka ofisi ya ardhi mkoa. Hapa kuna na baraza la kata la Kasanzama lina taarifa hiyo, baraza la kata la Laela lina taarifa hiyo, mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya alishaenda muda mrefu. Kwa toka mwaka 2022 sisi tulipata ile eneo na tulipata kupitia mahakama. Yeye wala tumfahamu, japokuwa aliyekuwepo kule ni madalali wa mahakama, na nyaraka hizo zenye uthibitisho tulienda kuchukua mahakama ya mwanzo ya Laela na hazijagushiwa. Hebu tuambie bwana, wewe mahakamani ulishindwa, ilikuwaje huko? Mahakamani mheshimiwa, mimi sijawahi kwenda na wewe mwanamke. Unaitwa nani? Naitwa Tumaini Edward Swebe. Ilikuwaje? Na cheti cha ndoa cha kwangu ninacho, nimekuja nacho hapa mheshimiwa. Kwa hiyo ili document naomba azilete hizo ambazo zungumza huyu. Kwa sababu ni document ambazo zimegushiwa. Alafu vile vile hawa baraza la kata ambao ni ardhi hapa, hawa watu waliowaambia walete document. Mzee Kafundi kama yupo hapa wa baraza la kata anaweza akaja kutoa ushahidi hapa. Waliowaambia walete document ambazo wenyewe walinunulia kule. Wasema hizo document si hatuna, akasema leteni mashahidi ambao wenyewe mlikuwa mnunulia ile eneo, wakasema si mashahidi hatuna. Kwa hiyo hawa document zao mheshimiwa walete hapa, ni document feki. Kwa sababu mimi ndio mwenye mali. Hizi mali sio mwanamke, mwanamke alizikuta.
Umesikia? Hizi mali zimegushiwa. Dokumenti zimegusiwa. Mheshimiwa, sisi tuliponunua eneo lile tulijiridhisha pasipo shaka, kwa sababu zile nyaraka mpaka mahakama ya wilaya alikata rufaa wakati kesi inaendelea mahakama ya mwanzo. Zile rufaa tunazo, mahakama ilitupa. Alipokata rufaa wilayani, mahakama ya wilaya nako alishindwa kesi. Mahakama ya wilaya ilirudisha mahakama ya mwanzo kwa ajili ya kusimamia mgao. Hizo nyaraka zipo, na baada ya kusimamia mgao mahakama ndio ikatangaza mali zao zote ziuzwe. Sisi tulichukua sehemu moja wapo, sehemu ya Mapagala. Mkuu wa wilaya, hebu tuma vyombo vyako vichunguze vipate uhalisia wa hilo jambo. Pata na mawasiliano ya huyo ndugu, alafu uandikishe na kwa katibu wangu. Katibu, mnipatie namba ya huyo kijana, nitafuatilia na mimi mwenyewe. Sawa, tumepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa watu wa halmashauri ndio mnachukua shamba na mke. Mmembagizia mwenzenu cheti cha ndoa tu.